wazazi tutawaita baadaye baada ya kumaliza kila kitu. This time sitaki masihala. Kweli? Sitaki masihala, lazima ni moyo. Yani nakuoa, mshana kwa mpenda kuoa. Mimi nakupenda. Wasiwasi wa Matilda ulikuwa ni wa ukweli. Ukijaribu kutazama kuna namna ambavyo hali au uso wa manyanya au ile kimawazo zaidi ilikuwa inaonyesha wazi kuna namna ambavyo kidogo ameanza kumfikiria sana kabisa huyu kwa upande wa Violet. Na hii hutokea mara pale ambapo mtu unapokumbuka yale matendo ambayo mmeyapitia zamani. Kuna vitu ambavyo huwa vinawaunganisha ukikumbuka kidogo lazima uweze kufikiria. Ni sawa na ukipoteza mpendo wako, inakuwa ni huzuni kweli kweli kwa sababu ukikumbuka yale yaliyopita. Kwa hivyo hata kwenye mapenzi pia, kama umewahi kuachana na mpenzi alafu yeye amekuacha, lazima huku ulikuwa unampenda sana, lazima kuna hali ambayo ipo. Kwa hivyo kwa upande wa manyanya itachukua muda mrefu sana, lakini hii itazidi kuongeza wasiwasi mkubwa kwa upande wa Matilda. Basi na imani kubwa huenda ukani miongoni mwa watu ambao kwa sasa unaendelea kutazama na kuona ni kipi ambacho kitakachojiri na kwenda kufahamisha hapa, huku mambo yakiwa ni mazito kweli kwa sababu wanarudi mjini. Na kumbuka Violet anawasubiria mjini waweze kukutana tena, aweze kuongea tena na manyanya kwa mara nyingine tena kuweza kumuomba waweze kurudiana. Lakini this time Violet anataka aweze kutumia mbinu tofauti kabisa. Kama ni kwenda kwa mganga, kama ni kwenda wapi, anataka aweze kwenda kwa sababu hataki kukubali kabisa kuweza kuzidiwa na huyu ambaye ni Matilda, hataki kabisa. Moja kwa moja niweze kukubalika. Basi hii ni Bongo Movie Network, na kupitia hapa moja kwa moja basi tunakupa hongera kwa kuweza kuona mwaka mpya, mwaka 2026. Mwaka huu naomba ukawa mafanikio makubwa sana kwako. Kama kweli unaamini kwamba mwaka huu utakuwa ni mwaka mzuri sana, basi unaweza ukadondosha comment hapo chini. Ukiniwishi pia mimi kwa upande wangu kwamba Happy New Year, lakini pia kwa upande wako ni Happy New Year, uweze kuwa na mwaka wa mafanikio makubwa sana. Unaweza kwa comment hapo amen, kuweza kuwa miongoni mwa watu ambao, kama ni miongoni mwa watu ambao umeona mwaka huu mpya salama kabisa salimini. Basi ni kualika moja kwa moja kama nilivyokujuza hapo, tutazama uchambuzi, lakini pia niko hapa pia kuweza kufahamisha ni yapi ambayo yanayokwenda kujili. Wakati tumevuka mwaka salama kabisa, tumeweza kuona namna gani ambavyo mambo yameweza kwenda mbio sana. Kumbuka tamthilia ya Dunia Hii ilianza mwaka jana, hatimaye imevuka kabisa mwaka, yani mwaka uliopita imeumaliza wote. Sasa je, mwaka huu ni yapi yajayo? Tamthilia hii itakwenda kuisha, ambapo katika mwaka huu tutapata kuona tamthilia mpya kabisa na kabambe ambayo itakuja kuwa ya moto kuliko hii hapa. Kicha msingi tu ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe hapa ili kusudi kuwa attention kabisa pindi update mpya, taarifa mpya na kila kitu kitakachojili, basi nitakufahamisha zaidi, kwa sababu hadi hivi sasa process za kuweza kuandika script ya movie mpya inaendelea, na pale muda utakapofika basi hii itatamatika kuweza kuipisha nyingine, kama ilivyoada kwamba mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka ndio mwanzo wa mwaka mwingine. Basi tunaanza mwaka huu kibabe sana, nikualike moja kwa moja. Tumeweza kuona namna gani ambavyo kuna namna ambavyo manyanya aliweza kutumia ile tekniki ya pale kuweza kumuondosha Violet. Ni kwamba hali ya sasa ya Violet inaumiza sana. Violet ana mawazo sana, amekuwa ni mtu ambaye ni wa kuwaza sana kinoma, na ukifikiria ni kwamba kwa sasa kwa namna jinsi ilivyo, kuna namna ambavyo kidogo Violet anafikia hatua ambayo anaweza kufanya kitu cha tofauti zaidi, hasa kuona njia nyingine ambayo anaweza kuifanya. Tukija katika upande wa Mdeme bana, huku napo ni pamoto sana. Mke wa Mdeme kaamua kujipambania kuweza kufungua genge, hasa kuweza kuuza kusudi waweze kupata walau hela ya kula. Lakini Mr. Mdeme yeye hataki kabisa kuweza kukubaliana na hali hiyo, kwa sababu yeye anakula ndizi, anafanyeje, anajikuta kama hataki kukubaliana na hali ambayo Eza ameipitia pale ambapo anapoona wadada. Huo ndio udhaifu mkubwa sana. Anapoona wadada basi hapo. Sasa hii issue, kuna siku moja kuna wadada watakuja kununua hapa
basi ataharibu mtaji kabisa, wote ataweza kugawa bure. Kwa hivyo siku zinazozidi kwenda utapata kuona namna gani mambo yalivyo, lakini hii ipo kwenye jamii yetu tunaoishi maisha ya kila siku. Hivi vitu vipo vinaendelea, na ukija kutazama ni kwamba kuna watu na wanaume kabisa ni wadhaifu kabisa wa wanawake, na wamekuwa wakihonga, wakitoa pesa, wakifanyaje, yani wanapoona mwanamke akili inawaka ndo wale ambao wakiwa wanaendesha chombo cha moto kama pikipiki, akipita tu kwa watoto basi utamuona hata kama sawa yule demu hawatakutana tena, lakini anajikuta anapiga mwendo wa hatari sana kusudi aweze wapenda sifa. Sasa tunapokuja katika issue nzima ya Mr. Mdeme, Aileen anamjua kabisa, ndio maana anazidi kumfokea, japokuwa maisha ndio hivyo, wameamua tu hivyo kwa sababu wakiangalia namna gani walivyotoka na namna gani waweze kuanza maisha kwenda kwa ni ngumu sana. Na hii huwa ni moja kati ya symbolization ya upendo. Kunakuwa na kitu ambacho kinawaunganisha tu, ambacho kipo, ambacho hata kama iweje lazima itaendelea, hata kama huyu achiti. Kumbuka Mdeme, huyu mke wake amekuwa ni mtu ambaye sana kwa sasa hivi ametulia, lakini Mr. Mdeme ni mtu ambaye ametoka nje ya ndoa na nini. Lakini haya yote yanayojiri ni kwamba mambo ni moto kweli na mambo ni mazito, lakini yote kwa yote kati ya mzigo aliopitia Violet pamoja na Manyanya na mzigo wanaopitia hawa watu, kwa upande wako ulinganifu wako ni upi kwa namna unavyoona? Hapo nijuze kwenye comment. Lakini pia tumeweza kuona Mr. Manyanya akiwa na mama yake mzazi wakiwa wanacheka kweli kama vile wamekutana kabisa na wanagonga na mikono, huku wakifanya majaribio ya kumuita Matilda. Wanamuona anavyozunguka, mambo ni moto kweli. Sasa Mudi Muzungu bana, mambo yanaanza kuvuja sasa, siri zinaanza kuvuja. Sasa hapa ndipo ambapo mambo yatakapovuja. Sasa huyu mwanamke aliyemuona atakuja akamseme kwa mama yake na huyo binti ambaye ni Debora. Hapo ndipo shida inapoanzia, kwamba Mudi Muzungu kajichanganya kabisa. Tena kitu kibani kwamba huyu mama kamuonya, lakini Mudi Muzungu kabadilisha gia, kajifanya kama vile huyu mama alikuwa anamtaka Mudi Muzungu. Hicho kitu ni kizito sana, ni dharau kubwa sana ambazo aidha kwa namna moja au nyingine zazikana mbaya, hasa inapofika hatua huyu mama anapoona kama hizo ni dharau, anaweza kaenda hata kuweza kuwasema kwa wazazi wake. Kwa hivyo hicho ndicho kitu ambacho kinatokea. Kwa hivyo mwisho wa siku Mudi Muzungu anakuja kupitia matatizo makubwa sana ambayo katika maisha yake hato yasahau na yatampeleka pabaya sana. Ama hakika hii ni hatari. Kavuka msala wa Zuu, lakini sasa kaja kudondokea kwa mtoto wa miaka 30. Anakuambia Mudi Muzungu kwamba yeye miaka 15 bora tu akae miaka 15, hamna shida. Ama hakika hii ni hatari. Sasa kuna kikao kizito ambacho Matilda ameweza kumwambia Manyanya kwamba katika issue ambao waliokuwa ile situation iliyopita imempa wasiwasi sana, na Manyanya kama unavyojua ni mtu wa siasa sana, anaongea sana. Ameweza kumwambia na kuweza kumpanga kwamba wanakwenda kufunga ndoa kwa sasa. Kwa hivyo kidogo hiyo imempa ile flexibility na uwezo wa kumfanya Matilda aweze kufurahia sana na kujiona kwamba yeye ndio mmiliki hasa. Lakini hajui kuna bomu ambalo lipo kidogo ambalo limempiga Manyanya, limemtikisa sana katika ile situation ile ambayo bado Manyanya hatakuwa sawa kabisa kutokana na ile situation. Basi happy new year, karibu sana. Hii ni Bongo Movie Network. Asante kwa kuwa na mimi. Dondosha maoni yako hapo chini kwa upande wako. Unaonaje kuhusiana na haya masuala mawili? Tuzungumzie swala la kwanza. Kwa upande wako unaonaje kuhusiana na Mdeme pamoja na Aileen? Watafanikiwa kweli kwa namna ile? Lakini pia kwa upande wa Mudi Muzungu itakuwaje? Atatoboa? Tuje katika issue ya Matilda. Kumbuka ndoa inakwenda kufunga, lakini all in all tunafunga kusema kwamba ni muda mrefu hatujamuona Kathe. Sasa Kathe tunakuja kumuona pia, lakini pia issue ya nani huyu ambaye ni Kavumba bado inaendelea, tupata nafasi ya kuweza kuiona. Basi na ziada, hii ni Bongo Movie Network. Asante kwa kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 19
76 allowances made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Maneno Vai aliyomwambia Manyanya ni mazito sana. Ukiafikiria kihisia zaidi yanaumiza tena sana. Ukilinganisha ni kwamba kwa hali iliyotokea na namna ambavyo aidha kwa namna moja au nyingine jinsi alivyojieleza Vai, hii inaumiza sana kwa sababu hali anayopitia ni ngumu sana, kuielewa ni vigumu. Japo kiukweli na kuhalisia wote walikuwa na makosa. Kwa upande wangu naweza nikasema hivyo, lakini sijajua kwa upande wako kwamba je, yupi ambaye alikuwa na makosa zaidi? Basi ningependa kupitia maneno ambao Vai aliyoyazungumza, kwa upande wako unaona ni yupi ambaye alikuwa na makosa zaidi? Hii pia inaweza ikaturudisha nyuma walau tuweze kuona ni wapi walipopeteleza, lakini hadi hapa walipofika. Je, ni solution gani ambayo kwa wewe unaweza kaitoa, aidha ukawaambia au kawashauri kwamba kwa sasa wafanye hiki na hiki ili kusudi amani iweze kuwepo au hali iweze kuwepo? Ni kitu gani ambacho unaweza ukamsaidia hasa Vai au kumsaidia Manyanya kwa namna jinsi ilivyo? Lakini je, Vai lakini pia ukiachana hao, kwa upande wa Matilda vipi? Je, itakuwaje? Lakini pia kumbuka kuna mtoto ambaye tayari ameshakwisha kuzaliwa, anawekwa wapi? Yani tayari kuna muunganiko hapo, yani hadi hapo mambo yameshavurugika kabisa. Je, utaisaidiaje ndoa hii kati ya ndoa ya Manyanya ambayo tayari imeshakwisha kuvunjika au kwa sasa ndoa ya Matilda ambayo kwa sasa bado ina changamoto kubwa sana? Basi naomba uweze kudondosha maoni yako hapo chini, lakini pia niweze kukualika moja kwa moja majibu ya maswali yote hayo niliyokuuliza hapo, basi utakwenda kuyapata hapa. Lakini kabla hujasikiliza kile ambacho nakwenda kukwambia, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Basi nikualike moja kwa moja onyesha upendo wako, bonyeza neno subscribe, lakini pia nikwambie tu kwamba hapa ni sehemu pekee ambayo huwa tunatazama uchambuzi kwa kina, tukizungumzia mambo mengi kweli kweli, na leo tupo na tamthilia ya Dunia. Bado inazidi kusonga mbele, mambo ni mengi kweli kweli. Sasa ni wakati ambao tumeweza kuona wakati ile scene ilipoisha, wakati wapo pale nje iliweza kutamatika namna ile, lakini sasa tunapata kuoneshwa namna gani ambavyo Cindy anahangaishwa sana. Sasa katika upande huu, kama umekuwa ni miongoni mwa watu ambao umefuatilia, moja kati ya waigizaji ambao anafahamika kama Mgaya aliweza kusema kwamba kwa sasa Baba Asma ambaye ndio mtengenezaji wa tamthilia hii kaona ni vyema aweze kuweka na uchawi humo. Kwa hivyo moja kwa moja huu ni uchawi kabisa ambao upo, na uchawi wenyewe unafanyika kwa lengo la kuweza kupata pesa. Kuna watu ambao bado hawajaelewa kabisa hizi siri za Cindy, hawajazielewa kabisa, lakini nikwambia tu kwamba utakuja kuelewa mbeleni kazi ya hawa majamaa na kipi wanachokifanya na malengo yao ni yapi. Utafahamu huko mbele. Kitu cha msingi ni kwamba ungana na sisi tu, bonyeza neno subscribe, halafu kisha tusikilize kwa makini. Lakini pia moja kati ya tukio lingine ni la Mudi Muzungu ambalo tumeweza kulishuhudia na kuweza kuliona. Ukweli ni kwamba Mudi Muzungu anasema kwamba yeye akinywa pombe huwa hawezi akafanya yale mambo ya wakubwa, kitu ambacho kinaashiria wazi kwamba kuna shida kubwa ambayo Mudi Muzungu anayo. Ana changamoto kubwa kwa sasa ambayo ipo, ambayo kwa namna moja ama nyingine inaweza ikamsaidia au ikawa msaada mkubwa sana kuweza kumuokoa, kwa sababu kama ikitokea akampatia mimba huyu mdada, kumbuka miaka 30 lazima aweze kuelekea jela.
kitu ambacho kinachokwenda kutokea hivi karibuni, kwa sababu lengo la video hii ni kuweza kufundisha juu ya yale ambayo yapo na yanaendelea kwenye jamii, ili kusudi kuona namna gani ya kuweza kuyakwepa. Hasa kulinganisha ni kwamba sometimes kuna muda ambao aidha wanafunzi wenyewe wanakuwa ni changamoto. Kwa mfano kama unavyomuona huyu Debora, kidogo kwa namna moja au nyingine, kidogo na yeye ni changamoto. Kama anatoroka nyumbani anakuja kwa Mudi, basi hapo kuna shida kubwa sana ambayo ipo na inaendelea. Kwa hivyo inabidi kitu kama hicho pia ni moja ya jambo la kuweza kujifunza. Japo ukitazama kwa namna ile, basi unaweza kufurahi, ukacheka, ukaona namna gani jinsi ilivyo, lakini kuna ujumbe mkubwa sana ambao upo pale ambao unaweza kujifunza kupitia ujumbe huo. Lakini 1 and 1, 2 and 2 tumeweza kuona namna gani ambavyo kwa upande mmoja au mwingine tumeweza kumuona Sibomana akiwa amekasirika sana baada ya kushuhudia kitu ambacho kwa upande wake kimemshtuza sana, kwa sababu hakutegemea kwamba Mwamba alikuwa ameenda kumtengenezea, lakini ukweli ni kwamba Mwamba anampenda sana, katokea kuvutiwa katokea kuvutiwa sana na G, ametokea kumpenda na kumkubali G, kwa sababu ukiangalia namna moja au nyingine, kwa namna alivyokataa kabisa kuweza kuchukua ile pesa, hii inaashiria wazi kwamba anamkubali. Sasa ameweza kukamatwa hapa, inamaanisha kwamba kuna namna ambavyo pia kupitia hili kuna namna ambavyo mbeleni huko basi watakuja kuona kwamba sasa kwa kuwa walikuwa wanasema, basi tufanye serious sasa, kitu ambacho kita picha nyingine kabisa ambayo aidha tulikuwa tumezoea kabisa. Ama hakika hili vuguvugu ni hatari sana, lakini rafiki zake wanamcheka, lakini pia kwa namna moja nyingine wanafurahia kwa sababu namna ile. Sasa moja kati ya scene ambayo pia watu wengi wanafurahia na kuenjoy ni baada ya Kavumba kuendeleza swala zima la bajeti. Sasa bajeti ya awamu hii ameamua aweze kuipeleka kijijini. Kaipeleka kijijini bajeti kuweza kuhakikisha kwamba kule kijijini na wao wanakuwa wanapata bajeti ya 50,000, mgao wa 50,000 ambao amekuwa akiutoa, huku lengo lake likiwa ni lile. Sasa yule mdada ambaye kwa mara ile tuliweza kumuona pia leo alikuwa amekuja kununua hapa kapewa na bajeti imeshakwisha kufika 7,000. Kwa hivyo hapo ukija kutoa manake inakuwa ni shilingi 43,000 ndio iliyobakia aweze kukamilisha lengo lake. Kumbuka yeye bajeti zake anazoziweka, lengo zima ni aweze kufanya mapenzi na hao. Kwa hivyo hizo ndio bajeti, lakini mhusika mwenyewe anakuwa hajui ambaye ndio huyo mdada. Lakini kwa kumalizia zaidi tumeweza kuona namna gani ambavyo Vai aliamua aweze kwenda mle chumbani. Sasa lengo la kwenda mle Vai ilikuwa ni kwamba anakwenda kumuaga Manyanya. Lengo lilikuwa ni anakwenda kumuaga Manyanya kwa sababu alikuwa ameona ni vyema tu aweze kuondoka. Lakini kabla hajamuaga ameona ni vyema aweze kumwachia ujumbe mzito sana. Kupitia ule ujumbe ambao ni mzito umeweza kuibua hisia za kitofauti baada ya Matilda kuweza kuingia mle ndani. Matilda baada ya kuona vile hakutaka sana kuweza kuleta fujo, kwa sababu kumbuka pale ni ukweni, pale ni kwa kina Manyanya. Kwa hivyo inabidi awe mpole, acheze na akili. Ndio maana akili ya kwanza aliyocheza nayo ni kumtumia Manyanya aweze wala kumpiga busu, haikusudi aweze kuona wivu, kitu ambacho Manyanya hata kifanya. Hii italeta shida sana, nitampa wasiwasi kwamba je, nini ambacho kinachoendelea. Baada hapo Vai ataweza kuondoka. Baada ya kuondoka Manyanya yale maneno yatamuumiza sana, atakuwa hana amani kabisa, kitu ambacho kitaashiria wazi kwa upande wa Matilda kwamba kuna shida ambayo pia ipo na yeye kwa upande wake, mambo ambayo yatakuja baadaye yaweze kuleta mambo mengi kwa kweli. Sasa moja kati ya maswali ambayo mwanzoni niliuliza ni kwamba je, ni kitu gani ambacho unaweza ukashauri kwa sasa kiweze kufanyika? Dondosha maoni yako hapo chini, lakini pia hakikisha unabonyeza neno subscribe. Hii ni Bongo Movie Net. Maneno Vai aliyomwambia Manyanya ni mazito sana, ukiafikiria kihisia zaidi yanaumiza tena sana, ukilinganisha ni kwamba kwa hali iliyotokea na namna ambavyo aidha kwa namna moja au nyingine jinsi alivyojieleza Vai, hii inaumiza sana kwa sababu hali anayopitia ni ngumu sana, kuielewa ni vigumu. Japo kiukweli na kuhalisia wote walikuwa na makosa. Kwa upande wangu naweza nikasema hivyo, lakini sijajua kwa upande wako kwamba je, yupi ambaye alikuwa na makosa zaidi? Basi ningependa kupitia maneno ambao Vai aliyoyazungumza, kwa upande wako unaona ni yupi ambaye alikuwa na makosa zaidi? Hii pia inaweza ikaturudisha nyuma, walau tuweze kuona ni wapi walipopoteleza, lakini hadi hapa walipofika, je, ni solution gani ambayo kwa wewe unaweza kaitoa aidha
kuambia au kawashauri kwamba kwa sasa wafanye hiki na hiki ili kusudi amani iweze kuwepo au hali iweze kuwepo. Ni kitu gani ambacho unaweza ukamsaidia hasa Vai au kumsaidia Manyanya kwa namna jinsi ilivyo? Lakini je, Vai lakini pia ukiachana hao, kwa upande wa Matilda vipi? Je, itakuwaje? Lakini pia kumbuka kuna mtoto ambaye tayari ameshakwisha kuzaliwa, anawekwa wapi? Yani tayari kuna muunganiko hapo, yani hadi hapo mambo yameshavurugika kabisa. Je, utaisaidiaje ndoa hii kati ya ndoa ya Manyanya ambayo tayari imeshakwisha kuvunjika, au kwa sasa ndoa ya Matilda ambayo kwa sasa bado ina changamoto kubwa sana?